sekta ya biashara, mchango wake katika pato la taifa umeongezeka kutoka 8.4% mwaka 2023 hadi 8.6% mwaka 2024, huku kasi ya ukuaji ikipanda hadi 4.8%. Ongezeko hili limetokana na maboresho makubwa kwenye mazingira ya biashara, upanuzi wa viwanda vinavyoongezeka, na pia ni juhudi za serikali kufungua masoko mapya ya kikanda na kimataifa. Thamani ya bidhaa zinazozalishwa viwandani ilifika bilioni 26,438.5 mwaka 2023, ikiongezeka kutoka bilioni 25,000 mwaka 2022, sawa na ongezeko la 5.6% katika thamani ya uzalishaji. Tunapozalisha bidhaa, tunategemea kuuza ndani na nje ya nchi. Tunahitaji masoko ya uhakika. Tunahitaji masoko ya kikanda na kimataifa ambayo yanaleta tija kubwa katika biashara. Na kwa hiyo, sisi tukizalisha hapa tunategemea vile vile kuuza kwenye masoko ya kikanda na masoko ya kimataifa. Sasa naomba niwaeleze kwa kifupi juu ya masoko ambayo tunayo, ambayo sisi tumejipanga nayo kwa ajili ya kupeleka bidhaa zetu na kwa ajili ya kuongeza uchumi wa watu wetu na uchumi wa taifa letu. Na naomba nianze na soko huru la bidhaa la biashara barani Afrika. Mauzo ya bidhaa za Tanzania katika nchi za Afrika yalifikia dola za Marekani bilioni 3.94 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 40% ukilinganisha na mwaka 2023. Mauzo haya yamechangiwa na uuzaji wa mazao ya kilimo kama kahawa, tumbaku, vioo, mazao ya kilimo na mazao mengine kama kahawa, tumbaku, vioo, nafaka, viungo na nyuzi za mkonge. Masoko mapya yamefunguliwa kupitia soko hili huru la biashara la barani Afrika, ikiwemo sasa tunaweza kuuza kwenye nchi kama Nigeria, Morocco, Senegal, Ethiopia, Ghana, Algeria, Djibouti na Guinea. Lakini vile vile tuna soko la Umoja wa Ulaya, ambapo mauzo ya Tanzania kwenye soko la Ulaya yameongezeka kutoka dola za Marekani milioni 633.5 kwa mwaka 2023 hadi dola za Marekani milioni 686.3 kwa mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 7.6%. Na ongezeko hili limechangiwa na ongezeko la mauzo ya mazao kama parachichi, kakao, kahawa, tumbaku pamoja na mauzo ya madini. Lakini vile vile tuna soko la Asia, ambapo mauzo ya bidhaa zetu yalikuwa dola za Marekani bilioni 2.92 kwa mwaka 2023 na dola za Marekani bilioni 2.84 kwa mwaka 2024, ambapo bidhaa kama korosho, mazao ya kunde, parachichi, pamba, karanga na nyama ya mbuzi zilichangia mauzo haya. Uwepo wa masoko hayo na mengine tunayoendelea kuyatafuta unatupa fursa ya kupanua wigo, kuuza biashara nje, na kwa sasa tupo katika hatua za mwisho za uandaaji wa mkakati wa mauzo nje ya nchi ambao utawajumuisha vijana katika utekelezaji wake. Tunataka mojawapo ya kundi linalopaswa kunufaika na fursa ya kupata masoko bora ya bidhaa basi liwe ni kundi la vijana, na hivyo tutahakikisha mkakati huu unaendelea kuwa jumuishi. Lakini pia ili kuweza kushiriki katika biashara, yapo masuala ya kuendelea kuyafanyia kazi ili kuongeza nguvu kubwa katika kurasimisha biashara. Na tukifanya hivyo tunakuwa tumegusa makundi mbalimbali hususan vijana, lakini tunakuwa tumeweka mchango katika kuongeza ajira. Lakini pia kuendelea kuboresha mifumo ya kidijitali ili wawekezaji na wafanyabiashara wapate huduma za kufungua na kuendeleza biashara zao kwa urahisi. Tumeshafanyia kazi urahisi wa kurasimisha biashara na kusajili biashara, japokuwa bado kuna masuala ya kuendelea kuyaboresha. Yaani ili mpaka tuweze kufikia hatua ya kuuza nje, zipo hatua ambazo inabidi tuzifanye tukiwa hapa ndani ya nchi. Na mojawapo ya maeneo ambayo ndio mlango wa kuanza biashara ni usajili wa biashara, makampuni. Huo ndo mlango wa sisi kuanza kufanya biashara, hata kabla ya kuwafikia hao vijana waweze kwenda kuuza nje. Kwa hiyo tumejikita pamoja na masuala mengine kurahisisha uanzaji wa biashara hapa. Mtu akiwa anataka kufanya usajili na akiwa anataka kufanya biashara basi iwe rahisi. Tumeboresha mifumo ya kielektroniki ya usajili na leseni, ambapo huduma zote za usajili na utoaji leseni zinafanyika kwa njia ya mtandao kupitia mifumo ya elektroniki. Na hii tunafanya kupitia taasisi yetu ya BRELA, ambapo ipo mifumo mbalimbali iliyopo pale takriban 3.
Matumizi ya mifumo yameendelea kurahisisha utoaji wa huduma na kuwafikia wadau kwa haraka, ambapo mifumo hiyo imekuwa ikifanyiwa maboresho ili kuwa rafiki zaidi kwa watumiaji. Maboresho hayo yanaendelea kurahisisha utoaji wa usajili wa leseni, hivyo kuongeza kasi ya urasimishaji wa biashara kwa maendeleo endelevu ya nchi. Na najua kuna wale ambao wanatumia mifumo hii sana, ikiwemo mawakili. Wamekuwa wana malalamiko kwamba mifumo labda inaleta errors hapa na pale. Napenda tu niwaambie hata sasa hivi pia kuna zoezi linafanyika kwa ajili ya kuboresha mifumo. Mifumo ile ipo mitatu. Kuna online registration system, lakini vile vile kuna Tanzania National Business Portal na Beneficial Ownership Portal. Kwa hiyo sasa kwa upande wa BRELA tunafanya marekebisho makubwa kwenye mfumo wetu wa ORS kwa ajili ya kuongezea ufanisi ili kuweza kuondoa era ndogo ndogo ambazo zinapoteza muda kwa watumiaji. Kwa hiyo tuendelee kuhakikishia tulianza mifumo ya kidijitali kwa ajili ya kuboresha huduma. Kwa hiyo kwa kadri ya matumizi na mabadiliko ya teknolojia yanavyokuja, tutaendelea kuiboresha kwa ajili ya kuleta ufanisi. Lakini vile vile kwa ajili ya kuboresha zaidi ufanyaji wa biashara, tumefanikiwa kuunganisha mifumo hii pamoja na mifumo ya taasisi nyingine, ambapo mfumo huu wa usajili kwa njia ya mtandao ORS umeunganishwa na jumla ya taasisi nyingine 29 za serikali na binafsi ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa zinazotumiwa na taasisi hizo kwa hatua mbalimbali za utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo, yaani mifumo kusomana. Na kwa kuwa tunataka huduma pale BRELA ziweze kuwa tunapata mrejesho, tumeanzisha kituo cha huduma kwa wateja, na kituo hiki kinafanya kazi kwa siku 6 ndani ya wiki kwa ajili ya kuweza kupata mrejesho. Na kwa sababu BRELA yenyewe iko hapa Dar es Salaam na tunafanya huduma za kidijitali, tunataka tuwe tunawasiliana na wateja, na ndio maana tuna call center pale kwa ajili ya kuwafikia wateja wetu katika maeneo mbalimbali.